ripoti ya Maki Betheli kwenye kikao cha Maki jimbo cha tarehe 13 mwezi wa 6 2026 pa parokia Ujumbe. Ibada. Mtu anayetaka kuwa mkuu kwenu na awe mtumishi wenu. Mathayo 20:27. Baraka na mafanikio. Mpango kazi: kuratibu ibada zote, kuandaa mkutano wa Pasaka na Pentecost ya watoto 2026, kufundisha somo kuwa na jina la kuwa hai nawe umekufa, kijana na maono ya kanisa, mambo yawezayo kututenga na imani siku za mwisho, kuepuka manunguniko katika kazi ya Bwana, mtu asiwafanye mateka, nafasi ya mama katika kujenga mwili wa Kristo, semina kwa watumishi. Yaliyofanyika: kuratibu ibada zote za parokia, kuandaa na kusimamia mkutano wa Pasaka na Pentekoste ya watoto 2026, kufundisha somo zifuatazo: kuwa na jina la kuwa hai nawe umekufa, kijana na maono ya kanisa, mambo yawezayo kututenga na imani siku za mwisho, kuepuka manunguniko katika kazi ya Bwana, mtu asikufanye mateka, nafasi ya mama katika kujenga mwili wa Kristo, semina kwa watumishi. Yaliyofanyika nje ya mpango kazi: kupokea ibada la vijana pa parokia Betheli, kupokea wakaguzi wa nyimbo za Pasaka na Pentecost. Tumeshiriki ununuzi wa vyombo vya muziki. Mkuu wa SS kushiriki semina pa Kigoma. Yaliyofanyika nje ya mpango kazi na sababu zake, ambayo hayakufanyika na sababu zake hakuna. Changamoto: vijana wasioimba, kutokushiriki vipindi vya mafundisho. Suluhisho ni kuwaombea Mungu awape kiu ya neno lake. Pendekezo: makundi ya waimbaji yatunguzwe, hasa yale yanayotumia waimbaji wanaosuka nywele. Maoni. Mpango kazi: kutenda kazi pamoja na Kristo. Walengwa ni Wakristo wote. Muda wa kutekeleza ni Julai 2026. Matumizi sahihi ya karama katika kanisa. Walengwa Wakristo wote. Muda wa kutekeleza ni Agosti 2026. Kanuni za kuishi chini ya utawala wa Mungu. Walengwa ni Wakristo wote. Septemba 2026. Kujitunza katika usafi wa maisha. Walengwa ni vijana. Julai 2026. Kutumia hekima katika kujenga familia. Walengwa ni wamama. Julai 2026. Kustahimili vikwazo shambani mwa Mungu ni semina. Walengwa ni viongozi wote. Septemba 2026. Imefanyika Nyarugusu tarehe 13 mwezi wa 6 2026 kwa ajili ya Maki Betheli Maongolose Alui mratibu. Kuna nafasi ambayo nimesikia imesema kwamba
makundi ya waimbaji yachunguzwe. Nipendekezo. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona hapa kwenye yaliyofanyika kuna kuwa na jina la kuwa hai nao umekufa, jina la kijana na maono ya kanisa, mambo yawezayo kututenga na imani siku za mwisho. Si ndio amefanyika hayo? Ndio masomo yameshafanyika. Ndiyo. Sasa sisi tutajuaje hii somo iliogotwa nafasi gani ndani ya Biblia? Katika nani kuandika tumehofia kujaza mambo, lakini tunajua ya kwamba katika kufundisha Biblia ndo maktaba ambayo inatupa picha ya kila sehemu pa kutembelea. Sasa ili kuepuka kuweka mlolongo wa mambo ripoti kuwa ndefu zaidi, ndio maana tunaacha, lakini ukiingia kwenye daftari ambao tunaratibisha mafundisho yetu yote utakuta maandiko yake yamejaa. Maana ilikuwa vema ilicha kwamba ni hapa reference isingelikosa. Ni reference hapo ni kwa kila somo hapa ungeka hata reference hiyo. Hii tumeogota text fulani. Kwa hiyo tunapenda kusema yani bisaisho. Kwa mara nyingine utakapotuandikia nini ile ambayo umefundisha ni lazima uandike kutia na nini na reference. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa ripoti nzuri ya mkuu wetu wa idara la maadhimisho Betheli. Sawa, nilikuwa napenda kuuliza hivi, je, unaposema ya kwamba umeshiriki kununua vyombo vya muziki na ukishindwa kuvitaja au ukikosa kuvitaja vile vyombo ambavyo umevishiriki wewe kama mtu wa idara, unaweza kugeuka kuwa mtu wa idara ya diakoni au namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa letu limepanga mipaka ya kazi. Sisi ni watu wa kufundisha kanisa, na wenye milki za kanisa ni idara na diakoni. Sasa mimi nikianza kutaja miingiliano katika huduma moja kwa moja imekuja. Ndio maana tunasema tumeshiriki kama idara ambalo sisi sio wahusika. Nieleweka. Amen. Watu wanapendekeza kupokea ripoti.